Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumatatu ya tarehe 10 Novemba 2025 katika juma la 32 ya mwaka C wa kanisa. Leo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Leo Mkuu, papa na mwalimu wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima, sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 7, na Injili ya Luka, sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 6. Na sasa tusikilize somo la Injili kama ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo afungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmojawapo wa wadogo hawa. Jilindeni. Kama ndugu yako akikosea mwonye, akitubu msamehe. Na kama akikukosea mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe cha haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka kapandwe baharini, nao ungewatii. Neno la Bwana. Wapendwa, katika somo hili la Injili tulioisikia, Bwana wetu Yesu Kristo anatupa mafundisho makuu mawili. Fundisho la kwanza, Yesu anatuambia kuepuka kuwa chanzo cha makwazo au dhambi kwa wengine. Yesu anawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Wapendwa, neno la Mungu linatuonya na kututahadharisha waziwazi kuwa tusiwe chanzo cha dhambi kwa watu wengine, hasa walio wadogo, yaani wale walio wanyofu nafsini mwao. Bali sisi tunaalikwa kwa maneno na matendo yetu tuwapeleke watu katika utakatifu wa maisha, kama ambavyo neno la Mungu linavyotuambia, ninyi ni chumvi ya dunia na ninyi ni nuru ya ulimwengu. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Rejea Injili ya Mathayo, sura ya 5 aya ya 13, 14 na 16. Wapendwa katika Kristo, katika jamii tunamoishi, maneno na matendo yetu daima yawe nuru kwa wale walio katika giza la mashaka, wasiwasi, hofu na kukata tamaa. Pia matendo na maneno yetu yawe chachu ya kuleta matumaini, furaha, amani, upendo, mshikamano na haki kwa wale walio katika migogoro, vita na ugumu wa maisha. Fundisho la pili ambalo Bwana wetu Yesu Kristo anatupatia katika Injili ya leo ni kutoa msamaha kwa wanaotukosea pasipo masharti. Ndugu wasikilizaji, leo Yesu anawapatia Wayahudi mtazamo mpya juu ya kutoa msamaha. Hayo yalikuwa mafundisho mapya kwa Wayahudi, kwa sababu wao hapo awali walikuwa wanaamini juu ya jicho kwa jicho, jino kwa jino. Lakini Yesu anakuja na mapinduzi mapya ya sheria hiyo ya Kiyahudi, kwamba ndugu yako akikukosea na akatubu, msamehe pasipo kulipa kisasi. Na sio kusamehe mara moja tu, bali hata mara 7 kwa siku moja, yaani samehe kwa ukamilifu pasipo masharti. Kwetu sisi wa Kristo, kutoa msamaha ni moja ya utambulisho wetu, kama ambavyo katika sala ya Baba yetu tunasali, utusamehe makosa yetu
kama tunavyowasamehe waliotukosea. Kumbe sasa kwa Mkristo asiyetaka kutoa msamaha ni sawa na mtu anayekana utambulisho wake mwenyewe. Ndugu zangu katika Kristo, msingi wa msamaha ni upendo. Upendo uliojengwa katika unyenyekevu, ambao kielelezo chake ni Kristo mwenyewe aliyetupenda upeo hata kufa msalabani ili sisi tupate msamaha wa dhambi. Hivyo basi, tunapaswa kwanza kuwa na upendo wa kimungu kwa watu wote, ili kusudi tuweze kutoa msamaha wa kweli kwa ndugu zetu wanapotukosea, kama ambavyo Paulo mtume anavyotuambia: upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, na upendo hauhesabu mabaya. Rejea waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya ya 4 hadi ya 5. Basi wapendwa, maombezi ya Mtakatifu Leo Mkuu, Papa na mwalimu wa kanisa, tumombe Yesu Kristo katika ushirika wa Roho Mtakatifu atujalie fadhila ya upendo wa kweli kwa Mungu Baba na kwa ndugu zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Cosmas Theodori Makwai, fateri wa Jimbo Katoliki la Mbulu, nasoma masomo ya teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.